Leo tarehe 6 ya mwezi wa 5 2025, Mahakama ya Hakimu Mkazi wa Dar es Salaam katika eneo la Kisutu ilikuwa chini ya hakimu mfawidhi Muhini ilikuwa inatoa uamuzi wake kuhusiana na hoja ambazo zilikuwa zimeletwa na upande wa utetezi kuhusiana na kitendo cha mahakama kuamua kuendesha kesi hii kwa njia ya kidijitali au kimtandao na kusababisha mteja wetu Tundu Antipas Lissu kutokuletwa mahakamani kutoka kule gerezani Ukonga ambako yuko hivi sasa. Sasa ilikuwa ni hoja za utetezi kwamba haki ya msingi ya mteja wetu ya kusikilizwa inakuwa imekiukwa, kwani katika hatua ambayo kesi hii imefikia ambako ni tayari ni katika kuchukua maelezo yale ya awali au kusikiliza maelezo ya awali kuhusiana na kosa lenyewe, sheria ile mwenendo wa makosa ya jinai inataka kwamba mtu huyo awepo mahakamani na aweze kusikilizwa na kuweza kusaini nyaraka ambazo zinahusika kuhusiana na hoja ambazo zinakubalika na hoja ambazo zinabishaniwa na mwisho wa siku ziingie katika kumbukumbu ya mahakama. Sasa upande wa mashtaka walikuwa wamesema kwamba kile ambacho kilifanywa ni sahihi kabisa na mahakama, kwamba kesi inaweza kusikilizwa hata mshtakiwa ikiwa ndani, na kwa maana hiyo basi mshtakiwa huyu mahakama haijakosea kwa kuamuru kwamba kesi hii isikilizwe kimtandao mnamo ile tarehe 24 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Sasa hizi ni hoja ambazo zilikuwa zinabishaniwa. Upande wa utetezi ulikuwa umeainisha vipengele vingi sana: haki ya mteja kusikilizwa, kuonana na mawakili wake, haki ya ndugu na jamaa na marafiki na umma kuweza kushiriki katika hiyo kesi, na vile matendo ambayo maafisa wa magereza walikuwa wamezuia mawakili wasiweze kumuona mshtakiwa kule katika gereza la Ukonga. Katika uamuzi wake hivi leo, hakimu Muhini amesema kwamba kile ambacho kilifanywa na mahakama cha kuamuru kwamba kesi hii isikilizwe kwa njia ya mtandao kilikuwa ni sahihi, kwamba kanuni zile ambazo zimetengenezwa na Jaji Mkuu zinaruhusu na kwamba zilikuwa hazikiuki kitu chochote kile. Lakini akaendelea kusema kwamba mahakama hii haina mamlaka ya kuweza kuamrisha maafisa magereza namna gani ya kuweza kukaa na huyo mshtakiwa kule magerezani. Basi akasema kwamba hiyo ni swala ambalo alikuwa mbele yake. Lakini akaja akatoa amri, akaja akasema kwamba kwa kutokana na kuzingatia ibara ya 13 ibara ndogo ya 6A ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mazingira ambapo mteja amekuwa au mshtakiwa amekuwa akikataa kushiriki katika kesi hii kwa njia ya kimtandao, na kutokana na kwamba kuna nyaraka mbalimbali ambazo zitakiwa kusaini mwisho wa siku kesi inapokuwa imesikilizwa, basi misingi ya haki na misingi ya kusikilizwa kwa kesi kwa misingi ya haki inadai kwamba mshtakiwa Tundu Antipas Lissu aletwe mahakamani Kisutu na aweze kusikilizwa, kesi yake isikilizwe mbele ya pande zote, kwamba upande wa utetezi, upande wa mashtaka na vile mahakama iwepo, umma uwepo uweze kuhudhuria kesi hiyo. Sasa kwa masingio basi ile amri ambayo ya kusikilizwa kesi hii kwa njia ya mtandao ambayo ilikuwa imetolewa na hakimu mnamo ile tarehe 23 na 24 ya mwezi ule wa 4, ile amri imewekwa pembeni na mahakama imeamuru kwamba kesi hii itakuendelea sasa kuanzia tarehe 19 ya mwezi huu wa 5 2025 itasikilizwa kwa njia ya mshtakiwa kuwepo mahakamani, kwamba Tundu Antipas Lissu atatakiwa aletwe na mkuu wa gereza la Ukonga, kwamba hakikisha kwamba analetwa hapa mahakamani siku ya tarehe 19. Umma unakaribishwa kuweza kusikiza kesi hii, lakini utatakiwa kuzingatia kwamba lazima ukae kwa amani, unasikiza kesi kwa namna ya amani. Itasikizwa katika koti namba 1 ya mahakama hii ya hakimu mkazi wa Dar es Salaam hapa Kisutu, na kwamba vile hata watakaokuwa wako nje basi waweze kukaa katika misingi ya amani bila kuleta vurugu yoyote ile katika mwenendo mzima wa kusikiza kesi hiyo. Kwa hiyo basi ni kwamba mnamo tarehe 19 ya mwezi wa 5 2025 mteja wetu Tundu Antipas Lissu anatakiwa aletwe mahakamani hapa, na kwa maana hiyo kwa kweli tunaona kwamba haki imetendeka, kwamba mteja wetu sasa atafanikiwa kuwa na siku yake mahakamani. Wazungu watasema a day in court, kwamba atafanikiwa kwamba sasa wale ambao wanamtuhumu basi waweze kuleta ushahidi wao na yeye vile aweze kujitetea, na sisi kama wakili wake tutakuwa tayari kuweza kumtetea.